the Son of living God, the one who loves us, and the one who chose us to serve Him. To Him all the glory, forever and ever. Once again, I'm here as I promised you last week. We thank God for this good and great opportunity to talk to you the Word of God. Praise God. Praise Jesus. Once again, thank you, Jesus, for this love and power. God is with us. And that's why we have to preach the word of Jesus. The resurrected one. I like that. Resurrected. Hallelujah. It is time for us to decide to do something. Wakati mzuri, wakati ambapo unaofaa tuamua what to do, tuamua who to serve, tuamua who to hear, tuamua who to follow. Wakati it is time for you and I to decide what to do. That's why we have to pray before that, and then we'll talk. Bwana waweza yote, Bwana waweza yote, Bwana waweza yote, Bwana Yesu waweza yote, Bwana ni mchungaji, Bwana Yesu ni mchungaji, nakimbilia kwako, nategemea kwako, naomba mkono wako Bwana, naiti mkono wako, nakimbilia kwako, nategemea kwako, naomba mkono wako Bwana, naomba mkono wako, naomba mkono wako Bwana, naomba mkono wako, niishi mjiza wako Bwana, naishi mjiza wako, nione okovu wako Bwana, nione okovu wako. Bwana uwezo, kwa jina la Yesu Kristo, nahitaji uwepo wako, nahitaji usaidizi wako, nahitaji kabisa kusikia kutoka kwako, kwa sababu wewe ndio Mungu anayejua kuongea. Wewe ni Mungu anayejua kugusa moyo wa mwanadamu na kubadilisha. Mimi ni nani kama ulimuweza Paulo? Mimi ni nani kama ulimuweza Farao?
Mimi ni nani kama ulimuweza wale wote, ukawaweza, ukawaonyesha kwamba wewe ni Mungu mkubwa. Bwana, jina lako lipewe sifa, jina lako litukuzwe, jina lako limidiwe, jina lako linaniwe, jina lako linuliwa juu ya majina yote, kulingana na vile Biblia inasema. Mungu akamupa jina juu ya majina yote, kusudi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo goti yote ipika chini na ulimi wote utangaza kwamba Yesu ndio Bwana. Bwana, wewe ndio Bwana milele na milele na milele. Basi nafungua kinywa changu, wewe unisaidie kuongea, kwa sababu wale wanaolisikia wanajua kuniliko. But just use me as an instrument, Lord. Use me as an instrument for your glory. Use me as an instrument. Use me as an instrument. I want to see you, Lord. I want to see you, Lord. I want to hear testimony to your people from this message of today. Lord, come down and do your work. Use me forever and ever. In Jesus' precious name I pray and believe. Bwana asifiwe sana kwa wakati tunaopitia, wakati ambapo tunatafuta kuishi kabisa mambo mazuri ambayo Mungu anatuwekea siku ya leo. Mungu anatuwekea siku ya leo mambo mazuri. That's why tumekuja tena kwenu siku ya leo na habari hii ya kuonyesha kwamba Yesu ndio Bwana na hakuna mwingine. Mungu anatupa wakati mzuri. Mungu anatupa wakati unaofaa. Mungu anatupa wakati ambayo tunaweza kushuhudia, kwa sababu yeye ndio mwanzo wa kila kitu. Bwana akubariki sana. Kama uko nafata na kujichunguza mwenyewe na kutafuta kupendeza Mungu, Bwana akubariki sana, kwa sababu ya wakati huu ni wakati ambapo Mungu anatupa kusudi tuelewane ama tusikilizane vizuri. Mungu aliye mkubwa juu ya watu wote, juu ya vitu vyote, akonekania tena kwa siku ya leo. Akonekania tena kwa sababu yeye ni Mungu muweza wa yote. Ndio tunaenda mbio kusoma kitabu chetu cha leo, ambayo tumeisoma toka tulianza, but leo tunaisoma tena kwa sababu ya kukukumbusha tu ya kwamba tunasoma kitabu fulani iliyoandikwa na mtu fulani, na kujua mwandishi wa hiyo kitabu ni amana sana, kwa sababu alikuwa mtu mwenye alisimama kabisa na akawa shuhudia mkubwa sana kwa kutueleza vile alivyokutana na Mungu na kutueleza vile Mungu alimuita na ujumbe ambayo Mungu alimupa. Tunaenda kusoma 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I think you can memorize that one. It's very short. You can memorize it in your head. When I'm talking about it, you can read. To read is very important. You can read it. That's why nakuomba uwe mtu wa kusoma Biblia. Kuweka verses kwa kichwa ni vizuri, but uwe mtu ukisikia mtu anasoma mahali fulani usikumbuke vile ulivyoweka kwa kichwa. Kichwa maana sana. Ufanya nguvu, ufungua Biblia yako na wewe pia usome. Tusome sisi sote kwa jina la Yesu Kristo. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All the things has passed away. Behold, all things have become new. Therefore, if anyone, any man, you and I, if we live in Christ, Christ will change our life. Will change our life. Therefore, if you and I, we live
in Christ. If anyone is in Christ, if you decide to live, to be, to work, whatever you are doing, and you are doing it in Christ Jesus, something new must happen to your life. Maisha unayo ambayo watu wote wanajua, unapoamua kuingia ndani ya Kristo, maisha hiyo itabadilika. Haitabadilika kwa kupenda kwako, itabadilika kwa sababu ya uamuzi ulioamua. Mtu anaweza kuamua kwa hasira, mtu anaweza kuamua kwa sababu ya njaa, ukosefu, kwa sababu ya matusi, kusengenya. Mtu anaweza kuamua kufanya jambo fulani ambayo kisha hapo anaweza kuwa ana regret sana. But ukiamua kuingia ndani ya Kristo, kuna kitu ambacho itafanyika ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua kuingia ndani ya Kristo, kuna jambo itafanyika ambayo si ya kawaida. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kubadilisha mtu. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kuendeleza mtu. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kuinua mtu. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kuokoa mtu. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kubadilisha mtu. Ndani ya Kristo kuna nguvu ya kufanya mtu awe mpya, apendwa na watu. Mtu ambaye anaweza kujiona kwa peke yake, watu wote wanamchukia, akiwa ndani ya Kristo, akiamua kuingia ndani ya Kristo, Kristo huyu mwenye ndani anapoishi, atafanya watu ambayo wako hapo ndani wapende huyu mtu mwenye kuachiliwa na watu wote. Dunia si vile tunavyoijua ama tunavyoiona. Dunia imebadilika na vitu vingi sana. Kuna watu wengi ambao wanaenda kanisani, bado si ukubwa wa Biblia, si miaka ya kanisa, mambo ya maana sana. Unaishi wapi? Wanakujua ukiwa wapi? Mambo ya maana sana ndio hayo. Wanakujua ukiwa wapi? Watu kama wanakujua ukiwa ndani ya Kristo, kuna kitu itafanyika si ya kawaida. Mungu mwenye kukuweka ndani mwake atafanya vile atakavyopenda, atafanya vile atakavyotaka kwa wewe kuingia na kujulikana machoni pa watu kama mtu anayefaa kwa watu ama kwa society. Mungu anayekujua sana. Tunaweza kwa kanisani, tuna miaka nyingi kwa kanisa, ukiambia watu miaka unayo ndani ya kanisa, na kuambia inaweza kushtua watu wengi sana. Inaweza kushtua watu wengi sana. Watu wengi sana wanaweza kushtuka kwa sababu vile wanavyokujua na vile wanavyokuona na vile unavyoishi ni vitu tofauti sana. Ni vitu tofauti sana. Kama leo unapata kanisani ndio kwenye kuna jala walevi, makahaba, waizi, hata waimbaji. Unapata waimbaji na ni mwizi, but ako na Biblia, ni mshirika kamilifu kwa hiyo kanisa, ni mshirika wa heshima, ni mshirika wa heshima, wanamupa heshima sana kwa hiyo kanisa. But unapata maisha yake, hawezi kuamini vile anavyoishi. Bwana kwa sifa. That's why Paulo anatuambia vizuri sana, kama mtu ako ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale imepita, tazama yote imekuwa mapya ndani
ya Kristo. Oh, sasa swali ni kwako, wewe unaishi wapi? Wewe unaishi wapi? Watu wanakujua ukiwa wapi? Watu wanakuona ukiwa wapi? Watu wanakutazama ukiwa wapi? Unaishi wapi? Maana unapoishi watu wanaweza kutazama, na ushuhuda wako inaweza, ushuhuda ambayo ni amana sana. Kama si hivyo, fanya juu chini, fanya nguvu, hata jumiza, kama vile Mtume Paulo ambaye nampenda sana anasema, nafanya kila kitu kuweka mwili wangu uwe mtumwa. Mtume Paulo anafanya mwili wake uwe mtumwa kusudi Kristo apata nafasi ndani. Mwili wake anafanya, natumika, natesa mwili wangu. Hakuna mtu mwingine alikuwa natesa mwili wake, hakuna mtu mwingine alikuwa napiga mwili wake, but kuna njia alikuwa natumia kusudi apata nafasi ndani ya Kristo. Ilibidi kwanza mwili wake uisha nguvu yake. Bwana pewe sifa sana. Unajua Yesu anasema hivi, kama mbegu iliyopanda na mkulima kwa shamba lake, anapanda mbegu. Kama hiyo mbegu haija kufwa na kuoza, haitamea na itabaki yenyewe. Wapendwa, kuingia ndani ya Kristo si kubatizwa kwa maji. Kubatizwa kwa maji ni vitu vingine. Kuingia ndani ya Kristo si kuwa pasta, si kuwa rafiki wa pasta ama mtoto wa pasta. Unaweza kuwa mtoto wa pasta, ni wengi wao ni wavuta bangi. Wengi wao wanaenda kanisani kuiba sadaka yenyewe. Kumbukeni mambo ilifikia watoto wa Elia, kuhani mkuu ambayo alikuwa mchungaji wa kanisa ya Shilo, mahali Ana alienda kutafuta Samueli. Kumbukeni what happened. Watoto wake walikuwa tena makuhani, but vitu walikuwa nafanya haifai. Mtume Paulo anasema, if anyone is in Christ, not in church. That's the big problem we have today. If you and me, we are in Christ, not on Christ or by Christ, but in Christ. That means walio naishi ndani ya Kristo. Lazima jambo lifanyika kwao wakiwa ndani. Nilikwambia ndani ya Kristo kuna moto, si joto. Joto inafanya mtu atoka jasho, but moto unachoma, unaacha alama kwa mwili wa mtu. That's why ukisoma Paulo anasema, mtu yoyote asiniletee shida kwa sababu nina alama ya Kristo kwa mwili wangu. Haleluya. Alama ya Ukristo. Muislamu wa ukweli ukimwangalia hivyo, utaangalia hapa kuna alama nyeusi iko hapa kwa uso wake. Why? Kwa sababu ya kuomba na kupiga hiyo kichwa yake chini, anapiga uso chini, anaomba, ikabaki alama. But wewe as a Christian, do you have any sign to show us, to convince us? Unajua, usituconvince kwa sababu kuna Biblia kubwa, usituconvince kwa sababu kuna kanisa kubwa. Usituconvince kwa sababu kuna gari kubwa. Kuna nyumba. Una wazungu. Lazima kuwe alama ya Ukristo ambayo itaconvince mtu akikuangalia. Usituconvince kwa sababu una kola nzuri sana inatoka Amerika, kwani Amerika ni mbinguni. Usituconvince kwa sababu umejulikana na serikali. Paulo kupata hiyo revelation, hakusema kama mtu ako ndani ya serikali atakuwa kiumbe kipya. Oh, haleluya. Haleluya. Kama mtu yuko kwa serikali anakuwa kiumbe kipya. Kama mtu yuko Paulo anasema
Kama mtu ako ndani ya Kristo, anakuwa kiumbe kipya, ya kale imekwisha pita, tazama. Tena anasema tazama, Biblia ya Kiswahili inasema tazama, yote inakuwa mapya. Now what is new in you as a Christian? Bwana asifiwe. Wow. Nini watu wanaweza kwa sababu ukiangalia Muislamu utajua mara moja Muislamu. Ukiangalia mapadri hao wa Catholic utajua. But kama mtu anakuangalia wewe without Bible na kola na simu 6 kwa mkono na bodyguard, kama mtu anakuangalia without those things, anaweza kabisa kukamilisha kwamba this man is a Christian. Wanaangalia pita usiku kabisa, baridi na waka huku Yesu anapigwa. Wanaangalia pita kabisa, wakamsogelea, wakamwangalia. Wewe hata kuongea kwako, hata kwa kutazama kwako, ulikuwa na Yesu ule. Apita saliva kama watu wote. Acha leo vile tunavaa tofauti. Ukipenda kujiweka kando, unavaa kola. Mara moja unatembea shingo iko tu hivi. Ukiflash kola kwa ukiflash kola kwa watu, asema this a man of God. Waliangalia pita hivi usiku. Tunaweza kukujua usiku. Unajikuta peke yako kwa ndege, wanaofa pombe kwa ndege peke yako, kuna mtu anakujua. Unaweza kubaki Mkristo. Hiyo ndio kitu unaweza kujua. Uko kwa ndege peke yako, na ni Disemba wanaofa pombe kwa ndege, na uko hapo ndani. Pombe ni ya bure. Unaweza kuqualify to be a servant of God, to be a Christian, a born again, full of the word of God in heart. Can you convince those people when I offer pombe, wine, amarula, the best one? Unaweza kabisa kuikataa, ukunywe maji ama kahawa, ambapo hakuna mshirika anakujua hapo, hakuna mtu anakujua hapo. Unaweza kuonyesha alama ya kwamba you are born again, unaishi ndani ya Kristo. Wewe si mlevi, hawezi hata kujaribu kidogo. Kusudi yule anakaa karibu na wewe akuuliza swali, mbona huja kunywa? No, I'm born again, siwezi kunywa pombe. Unaweza, wakati ambapo unapeana vitu ya bure ambayo iko against the word of God, against Christianity, are you ready to qualify? Na kama wale wenyewe wako na kola kubwa sana, wanalewa hata kwa kanisa, inachosha. Walimwangalia Pita usiku, wakamfuata, wakasema wewe ulikuwa na Yesu ule. Kwa nini? Mimi ona hata vile unaongea, ona hata vile unatuangalia, hata kusimama kwako, ulikuwa na Yesu. We can confirm that ulikuwa na Yesu. Pita kahepa,
If anyone is in Christ, he is a new creature. Hakujua alimeza Yesu. Hakujua ka Yesu kadogo kalikuwa ndani mwake. Hakujua. But watu walipomtazama wakaona Yesu kwa kuongea kwake, kwa kukaa kwake, mtazamo wake, wakaona Yesu kabisa. Wakaja kumuuliza. Kuna mtu anaweza kukuuliza without your Bible. Unajua unatudanganya na Biblia. Mwatudanganya sana Biblia. But without the Bible, kuna mtu anaweza kurecognize the presence of Jesus inside you. Without the Bible. Uvae kama mtu kawaida. But kwa sababu wale Waislamu wa ukweli, wale walimeza jini hiyo. Ukimwangalia tu, hata kama hajavaa hiyo kanjo yao, ukimwangalia tu kama watu wanatutazama sisi, kuna alama yoyote ya Ukristo kwetu? Jiangalie vizuri. Neba wako anaweza kushuhudia you are born again. Inaleta huzuni kwa moyo wangu. Familia yako inaweza kushuhudia you are born again. Wewe ni Mkristo, kuna vitu vinabadilika kwako. Wanaweza kushuhudia. Wale watu walikujua kitambo, waliojua tabia yako ukiwa Meru, ukiwa Kakamega, ukiwa Ukambani, ukiwa Mombasa. Wale watu walikujua ukiwa Kongo, ukiwa Amerika. Wale watu walikujua ukiwa Uganda ama hapa Tanzania. Wanaweza kushuhudia kwamba umebadilika. You are true Christian. Kumbuka mambo nilikwambia last ya kwamba mama fulani, mke wa nabii, akaenda baada bwana kufa, aliacha deni. Maana mambo ya deni haikuanza leo. Hata kama uko na deni usikimbie. Kitu ni uomba usife, wacha deni. Batu huyu baba akafa akacha deni. Mwenye deni akaja kutaka kuchukua watoto wake wa watumwa wake. Mama huyu akakimbilia kanisa. Kanisa ambayo pastor alikuwa Elisha, mtu wa nguvu sana. Ushuhuda wa huyu mama ndio inanishtua mimi. Anamwambia Elisha, man of God, you know my husband, your servant. He owes a righteous man. My husband, who serve with you here in this church, was a righteous man. Was a man who feared the Lord. Ushuda. My husband was a righteous man. The man who feared the Lord. Ushuda. Bwana pewe sifa. Ushuda wa mtu inaweza kufanya watu wa kuheshimu. Si kutembea na bodyguard. Unajua wengi wa mabodyguard wa mapastors hawataokoka kwa sababu wanajua tabia ya pastor wale. Wakija kanisani hawaombi, hawaimbi, wanavaa suti nyeusi. Kazi yao ni kutazama watu na kuzungusha macho. Njoo kazi ulikujia kwa Kristo ni hiyo. Si uombe pia wewe, wokoka. Ushuda. Mama huyu akamwambia Elisha, bwanangu amekufa, but alikuwa mcha Mungu. Mama anashuhudia mambo alikuwa anaishi na huyu bwana.
Kuna mtu anaweza kushuhudia kukuhusu. Ushuhuda. Manake aliye ndani ya Kristo lazima ashuhudiwa. Kuna nguvu inayemubadilisha na kuongelesha na kupea hiyo ujumbe ukaa chini. Ufikiria who you are and what you can do to save your life. Na kuhubiria wewe anayenitazama, wewe utanifata baadaye. Kitu kidogo, don't judge. Who are you to judge? A servant of God. Aha. You are not inside. You are not. You are outside. Uko ndani ya kanisa, ambapo unafanya vituko vyako ndani ya kanisa, ambapo unafanya uchafu wako ndani ya kanisa, unadanganya watu ukiwa kwa madhabahu. Na unaendelea na kuhubiri. Hatutakujaji tabia yako. Hata kama unakufa leo, kuna watu watafurahia. Nasema, oh, by the way, amekufa. By the way. Na ukisoma Revelation, Biblia sema heri wafu wanaokufa ndani ya Kristo, kwa sababu watapumzisha na vitendo vyao vitawafuata. By the way, kama uko ndani ya Kristo, kukujua si rahisi. Kristo hakujui. Ndugu, usifanye vitu ya kusaidia Mungu. Mungu ako na uwezo ya kujisaidia mwenyewe. Usiongeze vitu kusudi uvutia watu. Mungu ako na uwezo wa kuvutia watu mwenyewe. Yesu hakukuwa na microphone, na speaker, na gari ya kutangaza habari njema. But vitendo yenye ilikuwa naonekana hapo, ndio ilikuwa navutia watu. Uwepo wa Mungu ilikuwa hapo, ilikuwa navutia watu. Nguvu ya Mungu ilikuwa hapo, ilikuwa navutia watu. Wafu walikuwa nafufuka. Viwete wanatembea. Vipofu wanaona. But leo, kanisani ya leo, kama kuna mafuta kuna maji, kama kuna maji kuna mchanga, kama kuna mchanga kuna bakora, kama kuna hivi kuna hivi. Watu wanasahau neno la Mungu. Kumbukeni Psalms 107. He sent his word to heal them. Watu wanaweka amani na imani kwa vitu. Na watu wakiona hivyo, wanatengeneza vitu hizo kuvutia watu, na ndani hamuna nguvu yoyote ya kiungu. Ni biashara yake. Hakuna kanisa leo haiuzi mafuta na maji. Hakuna. Ni biashara mzuri sana. Pata mtu anachukua basha kama hii, anajipaka kwa kichwa, kwa mwili wote, ati inakuwa anointed, na pia mnaikimbilia, mnatoa pesa, mnafanya hapo. Kisha usema you are Christian. You are religious. You are religious. You are not a Christian. You are religious. Wewe ni mtu wa jini. Tena ni mganga. Ukiona watu wana kila siku wakana kachupa kama mafuta hivi, alikuwa na tabia ya uganga. Ni mganga huyo. Huyu si Mkristo. Mkristo anaamini what is written here. Anaamini. Anaweka manane kusudi afaidika na what is written. Na wale wako ndani ya Kristo wanafurahia na what is written. What is written iko ndani ya Kristo, inafanya watu wanaoishi ndani, inawabadilisha, inabusi imani yao. Inabusi imani yao, hata kama hana imani, but because he's living inside Christ, lazima abustiwa na neno la Mungu.
What is written is inside Christ. For those who are living in Christ, what is written matter to their life. Oh, come on. What is written is inside Christ. You can read it inside Christ and understand it. And God will give you power to practice it. Why? Because you are living in Christ. You are inside. You cannot compare. Mtu anaye analala chini nje na huyu analala ndani ya nyumba. Hawezi compare skin yao. Ni tofauti sana. Tukifanya comparison ya maisha yako ya Ukristo, hauko ndani ya Kristo, uko ndani ya kanisa. That's why tabia yako haijabadilika. Wewe ni wa milele. Bwana apewe sifa. Walimjua Paulo kazi yake. Alikuwa mtu wa nguvu sana. Hata kaniambia mtu fulani hapa, Mungu hatumii watu wadhaifu, waoga. Unajua sitaki watu, unajua sisi. Mungu atakutumia. Mungu anatumia the strong man. Watu wako na ujasiri, watu wa nguvu. Mungu anawatumia. In Christ, the first opportunity in Christ there, He will change our identity. Christ will change my identity. Your identity will be changed when you live inside Him. Utaitwa Mkristo. Watu watakutambua. Asema hapana, huyu ni Mkristo. Mama huyu wakati alipoona Elisha na mtumishi wake, akaambia Bwana, sweetheart, watu hawa ni watu wa Mungu. Hawakuwa na Biblia, hata kola, hawakuwa na vumbi kwa miguu. But wakawatambua as a servant of God. What about you? Unaimba vizuri sana, unaomba kwa sauti sana, unasoma Biblia sana, unaongea kwa lugha, unatabiri, unaona maonyo. Are you in Christ? In Christ, mambo inabadilikanga. Kwa sababu ndani mwake kuna nguvu ya kubadilisha watu. Waliomjua Paulo wakati walipomuona, asai, huyu anaanza kuhubiri. Si huyu ndio. Wakaenda kumuuliza, what happened? On my way to Damascus, I saw. On my way to Damascus, I saw. Akawaambia what happened to him. Hiyo ndio ikamubadilisha. Hawakuamini, wakashika. Akapeleka. Atuambie vizuri what happened to him. Why? He was a strong man. He was a strong man. Wapendwa, fanya nguvu, hama kanisani, ingia ndani ya Kristo. Jificha ndani ya Kristo. Tabia yako uitoa nje, njoo uingia ndani. Lazarus kwenda kwa Yesu, hakuenda na hiyo koti yake ambayo kulikuwa kila kitu ndani. Ilibidi ayache. Njoo au mwepesi kukimbia. Hata wewe kuingia ndani ya Kristo si rahisi. Kuingia ndani ya Kristo si rahisi, but kuingia ndani ya kanisa ni rahisi kwa sababu mlango ni mkubwa. Utaingia, utakaa. Tabia yako umebadilisha tabia. Kuna mtu anaweza kushuhudia kitambo anza kuingia kwa hiyo kanisa, tabia yako.
Mambo ni ya ushuhuda. Who can testify for you? Acha kanisa, twende kwako kwa nyumba na kwa familia. Kuna mtu, twende kwa kazi. Colleagues wako wanaweza kabisa kutamani kukufuata. Biblia inasema wakati wa Pentekosto watu walikuja kutoka Yerusalemu wakatamani, haleluya, walitamani kufanana na wanafunzi. That's why wakauliza Peter, oh brothers, tufanya vipi tufanana na nyinyi? Kwa sababu you are so different you people. Wakaona furaha aliyeishi ndani ya Kristo, hata kama hana chochote, but unasoma furaha kwa uso wake. Esi wewe, pole. Hata nimekuja nikwambia, ingia ndani ya Kristo, utasaidika. Mungu akubariki sana. Tuombe. Bwana wetu, asante kwa wakati mzuri, wakati wa baraka, wakati ambapo unajitolea kunipa, unaugaramia sana kusudi nishuhudia nguvu iliyo ndani yako Kristo Yesu. Bwana, nakabidhi wapendwa wote, Mama Caroline, Pastor Gatere, wale walionifuata, bariki muda walionipa, usiwe wa bure. Pia hiyo ujumbe vile inavyonisaidia, iwasaidia pia wao wakielelezo. In Christ kuna mabadiliko. In Christ kuna kuendelea. In Christ kuna kuinuka. Mungu, nyosha mkono wako na neno hii ifuatwe kabisa na maishara na miujiza kwa yoyote atakayeamua kuingia na kuketi na kuishi ndani mwako, aishi utofauti. Jina lako lipewe sifa sana milele na milele, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Next week I will let you know. Bye.